Kila mtaa una hadithi yake, kila dimba lina mashujaa wake, lakini si wote hupenya hadi jukwaa la kitaifa. Leo tunakupeleka Zanzibari, kwenye visiwa vya karafuu, ambako alizaliwa kijana mmoja si wa kawaida, bali mwenye miguu inayofikiri. Jina lake halisi ni Faisal Salum Abdallah, ama wanasoka umuita Fei Toto. Hakuwa na viatu vya bei wala jezi za kisasa, lakini alikuwa na ndoto kubwa kuliko uwanja wenyewe. Alianza mtaani katika timu ya Aston Villa, si ile ya England, bali ile ya Buguruni ya Zanzibari. Baadaye alilea kipaji chake kwenye timu ya Krisi Seminari. Wakati wengine waliona mpira ni mchezo tu, kwake ilikuwa ni njia ya maisha. Wahenga walishasema samaki mkunje angali mbichi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Krisi walivyomkunja Fei Toto. Wakamtengeneza kama kiungo mwenye macho ya nyuma na miguu yake yenye uamuzi wa mwisho. Kama ilivyokuwa kwa mashujaa wengi, ndoto yake ilikutana na upinzani. Wazazi wake hawakutaka asahau masomo kwa soka, lakini mpira ukawa kama wito wa ndani, sauti aliyoshindwa kuizima. Na walipoona amesajiliwa na JKU mwaka 2016, wakapaza mikono juu na kusema, hili tunamwachia Mungu. Fei Toto akaanza rasmi safari ya kulipwa, akiwa na jezi namba 10 mgongoni mwake. Kipaji chake kilikuwa kama mkaa wa moto ndani ya majivu, kilihitaji mtu tu kukipuliza. Julai mwaka 2018, Singida United wakatangaza kumsajili. Saa chache mbele, Young African wakaibuka na kusema, Fei ni wetu. Taarifa hiyo ikawasha moto kwenye mitandao, watu wakabaki mdomo wazi. Wachambuzi wakasema, kama Fei Toto ameenda Yanga, basi kikosi kimekamilika. Na kweli, akavaa jezi ya njano na kijani, akaonyesha kuwa yeye si tu kiungo, bali ni dirisha la kupitisha ushindi. Alitawala nafasi ya 6, akacheza nafasi ya 8, akahitimisha nafasi ya 10. Na kila alipokuwa, aliipa mechi maana mpya. Fei Toto alipata kocha aliyeelewa lugha ya miguu yake, Nasreddine Nabi. Huyu ndiye mpa uhuru wa kucheza soka la kisanii, akamfundisha si tu kukimbia, bali kutawala kasi ya mchezo. Akatengeneza pasi kwa ufundi wa mitambo, akafunga magoli kama mshambuliaji halisi, na akaleta raha kwa mashabiki kila alipokuwa akigusa mpira. Watu wakasema, Fei Toto si jina, ni uzoefu uliobeba mpira. Kwenye soka, matokeo ni sauti kubwa kuliko majina. Akiwa Azam FC, msimu wa mwaka 2023-24, alihusika na mabao 26 kati ya 63 ya timu. Alifunga mara 19 na kutoa asisti 7. Fei aliachana rasmi na Yanga kwa kuvunja mkataba wake kwa milioni 100. Azam FC wakaingia na kitita cha shilingi milioni 390 na mshahara wa milioni 17 kwa mwezi. Ni kama kusema, ukiwa na bidhaa bora, soko halikosi. Lakini kwake si pesa tu, ni ndoto ya kutoa mataji, kucheza kafu, na hatimaye kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye ligi kubwa za Afrika na Ulaya. Fei Toto ni kiungo anayejua lini akimbie, lini atulize, na lini apige pasi ya mwisho. Ana mguu wa kulia unapopiga pasi kama chombo cha kupima, na ana akili ya kuchora ramani ya ushindi. Wenzake humuita mchora mchezo, mashabiki humuita fundisha miguu, na kwa wapinzani ni kichwa kinachoumiza benchi la ufundi. Kutoka mitaa Zanzibari hadi viwanja vya kimataifa, kutoka kutawaliwa hadi kusifiwa, kutoka kuchezea mpira wa plastiki hadi kuchezea timu ya taifa, Fei Toto ameonyesha kuwa soka ni sanaa na yeye ni mchoraji halisi. Na kama wahenga walivyosema, safari ni hatua, na kila hatua ya Fei Toto ni historia iliyoandikwa kwa miguu yake. Kama wewe ni mpenzi wa soka la kweli, soka la akili, soka la midondoko, basi usimwache Fei Toto kwenye macho yako, maana huyu ni mchezaji wa tofauti, mchezaji wa wakati huu hadi mchezaji wa kesho. Usisahau kusubscribe, kupenda na kushiriki video hii kwa kila mpenzi wa kandanda. Mpira si vita, ni lugha inayotuunganisha. Mwanamichezo, makala hii imeandaliwa na Yusuf Mpuma na imewakilishwa na Rahma Bilali. Hii ni Anal Sports.